Makala hii inaeleza hatua 3 zitakazomfanya Tundu Lissu ahamie CCM mwaka huu 2026. Nisikilize mpaka mwisho kufahamu ukweli huu mchungu. Hatua 3 ambazo zitafanyika. Kwa hiyo zisikilize hatua hizi, halafu ujadili mwenyewe kupitia hatua hizi anazozitaja mwalimu. Kuna jambo linawezekana wakati tunauanza mwaka. Hebu tutafakari kwa pamoja. Hatua ya kwanza, Tundu Lissu atasamehewa na Samia. Lazima atasamehewa. Tunafahamu Rais Samia Suluhu Hassan hutoa msamaha. Tunakumbuka hata Mbowe alisamehewa. Ni kawaida kwa Rais Samia Suluhu Hassan kutoa msamaha, hasa kwa kesi za aina hii. Tumeona misamaha mingi. Tumeona misamaha ya vijana waliokuwa wanaandamwa na kesi za uhaini. Tumeona misamaha ya Mbowe kama nilivyotaja, na kesi nyingine nyingi sana. Sasa Lissu naye atakuwa katika mlolongo huu, atasamehewa na Samia. Sasa msamaha unaweza ukauona tu msamaha, lakini msamaha kisaikolojia una mambo yafuatayo. Baada ya kuteseka, kuhangaika, unapopata nafasi ya kuwa huru, msamaha huonekana kama zawadi. Na unapoona umepewa zawadi ya uhuru, kwa hivyo Lissu ataona ana deni kubwa kwa Rais Samia. Ataona ana deni kubwa kabisa. Sasa ataona ana deni, lakini ataendelea na chama chake ili kulinda ile sifa yake ya upinzani. Tukupa mfano, maandamano ya Disemba 9 yalishindwa kufanyika kwa sababu Rais Samia alitumia mbinu ya msamaha. Wale waliokamatwa aliwasamehe. Waliposamehewa, kisaikolojia wakampenda Samia. Kisaikolojia wakaona wanadeni kwa Samia. Hawa waliosamehewa ndio wakaahidi kuzuia wengine wasiende kuandamana. Kwa hiyo nadhani unanielewa. Tundu Lissu ni mwanadamu, asikudanganye mtu. Mwanadamu huasiliwa na mazingira kama anavyoasiliwa mtu yeyote yule. Kwa hiyo Lissu ataona ana deni kwa Samia, lakini ili kulinda ile sifa yake ya upinzani ataendelea na chama chake. Sasa ndio inakuja hatua ya pili. Hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza, kusamehewa. Itakuja hatua ya pili. Hatua ya pili, atafika ndani ya chama chake, Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ataingia ndani ya chama, mwenyekiti. Lakini atakuta chama kimezorota, kimegawanyika. Lakini atakuta chama kina ukata mkubwa wa fedha, na umetoka kifungoni. Sasa wanachadema wengi, kwa sababu tunafahamu wako wanachadema ambao wako Chadema. Ukitafuta wanachadema ambao wako Chadema kwa ajili ya kujenga chama bila faida yoyote, ni wachache. Wanachadema wengi, hasa wale ambao wamekwisha anza kupata fedha na sasa zimekata, hawapendi ukata huu. Kwa hivyo ataandamwa. Wanachama wengi hawatamuunga mkono kwa sababu chama hakina fedha, chama hakina mbunge, chama hakina mwelekeo. Kwa hiyo hataungwa mkono. Kutakuwa na mgawanyiko mkubwa na utaendelea baada ya yeye kurejea. Sasa Lissu ataona amekataliwa na watu wake. Katika dunia hii watu wengi hawapendwi. Sasa una mtu mmoja anakupenda, Samia, kakupa msamaha. Wengine wote wanakukataa, lakini Samia anakupenda. Atakumbuka wakati akiwa mgonjwa Kenya, Samia alienda kumuona. Sasa atakapokataliwa na watu wake mwenyewe, mgogoro mkubwa utakapozuka, suluhisho pekee itakuwa ni kukimbilia CCM. Lakini bado atakuwa na hofu. CCM hii atakuwa na hofu, atakuwa na wasiwasi. Kwa hivyo hatachukua maamuzi.
lakini atakuwa tayari ameshaanza kujenga kichwani mwake kwamba niende nisiende, lakini bado atakuwa ameng'ang'ana pale. Inakuja hatua ya tatu, msikilize mwalimu. Inakuja hatua ya tatu. Lissu atagundua Rais Samia kabadilikia. Sasa anafanya siasa zinazogusa watu. Atasikiliza hotuba za Samia na huenda akakutana na maneno ya Samia akihamasisha watu wasifungwe kwa kesi za kubambikiwa. Hapa anatetea watu wasifungwe kwa kesi za kubambikiwa. Lazima hayo yaendane na uhuru wa mahakama. Watanzania wana matumaini makubwa sana na ninyi, na wangependa kuona mahakama inayosimamia haki kwa uwazi na kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, sheria, lakini vile vile utu. Uko mahabusu huko, kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa engineering gani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa? Akitoka nasema mimi sikuwa na kesi, nilibambikiwa tu, lakini nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu uhuru wake, kenda ukamfanya afungiwe kule, jipime una jukumu gani katika hilo. Lakini vile vile natiwa moyo na studies zinazofanywa kila baada ya muda kwamba imani ya Watanzania kwa mahakama zao imeongezeka sana. Kwa hiyo hili anakuta Samia akihamasisha watu wa haki watoe haki bila ubaguzi, watende haki tu, lakini atasikia sauti ya malalamiko. Sekta anayoipenda ni kulalamika. Atamsikia na Samia naye akilalamika. Atamsikia Samia akilalamika kwamba mabeberu yanakagua mpaka mishahara tunayolipa wafanyakazi wetu. Hayataki tupandishe mishahara. Mabeberu hayataki watu wale mishahara minono. Serikali inatamani kulipa mamilioni kwa wafanyakazi wote, lakini mabeberu yanakagua, hayataki upande. Yanataka walimu tuendelee kupewa laki. Hayataki tupande. Hayataki watu wapewe pesa. Mabeberu yanakagua mpaka vyombo vya ulinzi. Sikia sauti hiyo ya manunguniko, sauti ya malalamiko. Mbali na yale ambayo nimeyasema kabla. Lakini kwenye hili la mishahara, ndugu zangu, huku serikalini tunapimwa kwenye mishahara, na bahati mbaya maskini huwa hana nguvu yake mwenyewe peke yake, kwa sababu hata tunapopanga bajeti zetu tunakaguliwa na mashirika makubwa ya kimataifa ambayo nayo wanatupa fedha, si kutugaia kwa kutukopesha, lakini tunakaguliwa. Na wage bill yetu percentage mpaka uchumi wetu wa sasa hivi ulivyo, tunatakiwa kuwa na 35% wage bill. Tulivyo leo tuko 37.5%. Tunaendelea kububurushana nao, tunatafuta sababu mbalimbali za kuambia kwa nini wage bill iko hivyo. Wanatukagua mpaka vyombo vya ulinzi, mmeajiri lini, wapi, lini, mmeongeza wapi, lakini hali iko hivyo. Kwa si kwamba hatutaki wafanya watu wote wawe na mishahara itakayowawezesha waishi vizuri, lakini tuna limitations. Lakini nataka niseme kwamba tumejitahidi sana. Kwa kichache tunachokipata tunaongeza mishahara. Kwa mihimili yote mitatu tunakwenda tunaongeza mishahara. Kwa hivyo Lissu atatambua kwa mara ya kwanza kwamba adui wa Tanzania sio Samia, ni mabeberu. Sikilize mwalimu. Mwalimu anakupa vitu sivyo vifahamu. Mwalimu anakupa vitu vizito. Mwalimu anakusaidia. Sikilize mwalimu. Lissu kwa mara ya kwanza atagundua adui wa Tanzania sio Samia, ni mabeberu. Hapo atahamia CCM rasmi, fanya siasa za kupambana na mabeberu, ambayo kusema kweli hayawezekani. Mabeberu hayawezekani.